Mzee wa kunyosha bwana, mambo vipi? Mambo safi, na shukuru Mwenyezi Mungu, niko poa kabisa. Mambo yanaenda? Mambo yanaenda, na kama hayaendi nenda mwenyewe. Bwana, ndani ya klabu yako Young Africans ujio wa kocha mpya Mgifu. Wengine wanaita wengine wanamuita namna hiyo. Sasa sielewi kwa nini wanafanya namna hivyo. Sasa yani lile jina la kocha yule mpya kwanza ni lazima manake yani kama uwe una masters au kama una masters basi uwe una PhD. Au kama una PhD basi yani manake uwe professor, ndio unaweza kulitaja lile jina la yule kocha. Mimi mwenyewe siwezi kulitaja na wala hata usiniulize jina lake linaitwa nani. Yule kocha ana jina gumu. Toka nimezaliwa sijawahi kuliona jina gumu kama yule kocha. Bwana, za ndani zinaeleza kwamba Young Africans walikuwa wanataka kumleta Fadlu Davis awe kocha mkuu wa klabu ya Young Africans, lakini dili hilo limeshindikana kumleta Fadlu Davis. Hatimaye sasa wakamleta huyu Mgifu kushika nafasi mbadala wa Fadlu Davis. Unadhani kwa upeo wako Fadlu Davis na huyu nani alikuwa bora zaidi kuiongoza Young Africans kama duru ambazo zinaeleza? Kwa mimi hapa kwa namna manake Fadlu nimemuona, kwangu mimi ndo alikuwa kocha bora kabisa. Ni kama kweli dili lingetiki la Fadlu. Yaani kwangu mimi ni kocha ambaye kwa sababu tayari nishamuona amefundisha Simba kwa takribani kama msimu mmoja labda na zaidi hivi amefundisha Simba pale. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa Fadlu alikuwa ni kocha ambao manake kwangu mimi ndo alikuwa kocha ambao mzuri, manake niliona kabisa angeweza kutupeleka Yanga katika wanaita nchi ya ahadi. Lakini kama dili lake limefeli, unajua kuna kuwa na vitu vingi tuwezi kujua ndani ya nani, kwa sababu sio mtu anaoamua maamuzi, sio anakuwa mtu mmoja. Wanakaa watu, jamani huyu kocha inakuaje? Huyu ni kweli kocha mzuri, CV yake ni nzuri, lakini sasa huyu kashapita Simba. Sielewa. Huyu kashapita Simba. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa sababu Fadlu kapita Simba, hicho ndio kimekuwa kigezo ambacho cha viongozi kumwacha. Ila ni kwangu mimi naita manake ni ushamba na ni ujinga, kwa sababu kocha yeye ile ni kazi yake. Ina maana hata kama manake kapita Simba, kapita Azamu, kapita wapi, yeye ndo kazi yake. Angekuja pale angefanya kazi yake kama vile ambavyo inavyomtaka, kwa sababu yeye ndo kazi yake. Kocha yeye ni kazi yake kufundisha timu na ile ni kazi yake, hawezi kwenda kinyume na hicho. Na ndio maana manake kocha, mchezaji wale hata kama manake ana mapenzi yake binafsi, lakini anaposajiliwa anakuwa manake pale yeye anatumikia kile kibarua chake. Kwa kama waliwaza kwa sababu kapita Simba ndio wakaachana na hilo dili, kwangu mimi naona manake walikosea sana. Bwana, kuna mchezaji kutoka Afrika ya Kusini, awali inasemekana klabu ya Young Africans ilikuwa inamfuatilia, lakini inasemekana dakika za jioni kamalizana na wekundu wa Msimbazi Simba, kaamua kuchagua Simba. Japo Simba walianza naye awali, lakini dili lake lilionekana lilikuwa linasuasua, lakini baadaye amefanya maamuzi ya kwenda Simba, sio Young Africans. Na pengine ujio wa kocha huyu mpya litakiwa na yeye mchezaji Afrika, lakini mwisho siku inasemekana Simba wamemalizana naye, ni winga hatari kweli kweli, inaelezwa hivyo. Bwana, ili dili kwa nini na lenyewe linaonekana kama limepeperushwa hivi? Ama Steven Baka amekuwa kocha bora kwa ndani ya klabu ya Simba kwa siku za karibuni na kuifanya Simba iwe na uwezo mkubwa zaidi ya kumleta huyo mchezaji kuliko Young Africans? Hapo ukija ukiangalia manake siku zote mchezaji anaposajiliwa kwenye timu, kitu cha kwanza manake anaangalia kwanza yani ukaribu wakati wa mwalimu wa ile timu. Kwa hiyo mchezaji inawezekana na Steven Baka manake ni wapo karibu sana kuliko manake kocha ambao alokuja ambao Yanga manake. Sio shaona. Kwa hiyo yeye kaona sehemu ambayo manake naweza nikaenda kupata nafasi na naweza nikatumika na naweza nikaenda kucheza manake ni Simba. Kachagua sehemu sahihi ambayo yeye ameona anaweza kuja kucheza. Mimi nadhani wachezaji wako wengi. Mimi kitu ambacho manake ninachotaka kwa viongozi yani wasisajili tu mradi wanasajili. Kutujazie idadi ya wachezaji basi timia. Wasajili walete watu kweli. Waje wafanye kazi. Sio na msajili mchezaji wa kimataifa hapo anakuja na kalia mbao ndefu. Hilo mimi ndo ambalo ninalotaka. Wachezaji 12 ni wengi sana. Imagine wachezaji wote manake wakiwa wako bora, utashindwa kuchukua klabu bingwa. Wachezaji wa kimataifa 12 wote wakiwa katika ubora wake, unalileta kombe hapa. Kwa hiyo mimi ninachotaka kwanza, mimi ninachotaka manake yani viongozi wasajili wachezaji ambao wataenda manake kupigania manake kutuletea heshima nje ya kimataifa.
sio hapa ndani hapa tayari tumeshachoka hapa ndani. Kwa hiyo mchezaji wanaomtaka manake wahakikisha kabisa kuwa ni mchezaji ambaye manake anakuja kuingia moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza. Bwana, Simba wanaenda kushiriki kombe la Kagame, lakini Young Africans ni kama wamekacha hivi, hawajaenda kushiriki. Unadhani shida iko wapi? Na miaka ile tulikuwa tunaona Simba na Yanga wote wanashiriki kombe la Kagame, na kwa kipindi hiki ukizingatia ligi kuu inarejea tarehe 14 na tarehe 12 kuna mchezo wa dabi wa ngao ya jamii, pengine kushiriki kwa Young Africans na Simba Kagame pengine kungeongeza chachu kwa wachezaji kujituma na kuboresha mapungufu walionayo. Mimi kwanza yani nimeshangaa sana. Nimeshangaa kwa kiasi kikubwa sana. Unajua Simba wameifanya kama hii michuano ni kama ndo pre-season yao, kwa sababu unajua muda ni mchache, muda utoshi. Yani kwa kifupi manake maandalizi tunayo ya muda mchache sana. Kwa sababu kama unavyojua manake mwezi ujao tu ligi inaanza. Maana ikishachezwa ngao ya hisani na maana ni ufunguzi wa ligi manake inaanza. Ligi inawahi kuanza. Kwa hiyo muda hautoshi. Sasa nimeshangaa Yanga kwa nini wameyakataa yale mashindano. Kwangu mimi nilifikiri na wao ingekuwa ni sehemu ambayo manake ya kujiandaa na kujipima, na hata wachezaji wao wanaosajili au hata wachezaji ambao manake wangekuja hata kufanya hata majaribio. Unamuona pale anaofaa unamsajili, ilikuwa ni sehemu. Nadhani hata Simba yenyewe manake wameweka kama iko ni kipengele ambacho kitawasaidia manake kuwapima wachezaji ambao watawasajili. Je, wataingia kwenye mfumo au waingii, unaacha unaingia tena sokoni? Sasa sielewa mipango ya Yanga iko vipi, lakini nilitamani manake na Yanga nao ingeweza kushiriki, ingekuwa super sana. Ingekuwa super sana. Yeah. Unadhani kuto kushiriki kwa klabu ya Young Africans hakutafanya maboresho ndani ya kikosi chao kwa maana ya ufanisi? Ndio yale unaweza ukashangaa manake tunaanza ligi tutalazimika tena kuwatumia wachezaji ambao walishakuwa tayari washatumika. Ni kwa sababu manake unakuta mchezaji umemsajili hawezi kuingia kwenye mfumo, inabidi achukue muda, na muda pre-season ni mdogo, muda kujiandaa ni mdogo, inalazimika uingie kwenye ligi. Kwa hiyo sasa unakuta na unaenda na wachezaji wale ambao manake walikuwa wanaanza wa msimu ambao huu ulioisha. Mwisho wa siku unajikuta manake unapoteza matokeo, ni kwa sababu manake wameshindwa kujiandaa. Tofauti ya Simba na Yanga. Simba timu yake ipo, anafanya maboresho. Yanga timu hakuna. Kunahitaji manake kufanyike usajili, yani manake timu inahitajika itengenezwe upya kabisa. Hebu rudia tena kauli yako. Nimesema hivi, Simba timu ipo. Sio, ushanielewa? Wanachokifanya sasa ni kuweka maboresho. Yanga timu hakuna. Yani timu ni mbovu, inahitajika manake yani isukwe upya. Sasa tusipokuwa makini tutaingia katika msimu tukiwa na timu mbovu kama ambayo ya msimu huu ambao uliokuwa umeisha. Na ndio maana mimi nilitegemea labda, sielewi, nilitegemea viongozi wangeweza kufanya usajili kabla ya hata hii ligi kuisha. Ilikuwa super kweli, na nilitegemea mpaka saa hizi tayari tungekuwa manake tushajua ni mchezaji gani ambao manake tena ilitakiwa kambi yani iitwe mapema kabisa tuweze kujiandaa. Muda ni mchache kweli kweli yani. Yani muda ututoshi, yani kwa kifupi manake ututoshi, na inabidi twende hivyo. Sasa na kwa taarifa manake nilizopata manake TFF wameweka kiwango cha kusajili wachezaji 40. Ni kwa sababu ratiba itakuwa back to back. Yaani unapiga game manake hamna siku kupumzika, hamna nini, unapiga tena game nyingine. Na ukizingatia kuna mashindano ya kimataifa. Alafu ukizingatia hapo kuna mashindano ya kimataifa. Kwa mashindano yapo mengi, inabidi manake tuwe na wachezaji. Na ndio maana nikasema hivi, inatakiwa sasa hivi tusajili hata ndani hawa wachezaji wa ndani. Tusisajili mchezaji manake akija pale ana kamba ndefu. Na wala tusisajili kwa miemko. Tusajili mchezaji akija pale ataanza, kwa sababu hii back to back itatulazimu manake wachezaji kuwa kuna rotation ya manake ya kila muda, ili tuendane na hiyo kasi ambayo ya ligi, jinsi ya bodi ya ligi ratiba zao zilizozipanga. Tukizembea tu hapo, safari hii hatuchukui kikombe chochote. Kimataifa mapema tunaondoka. Huo ndio uhalisia. Yaani tukizembea tu hapo, safari hatuchukui kikombe cha aina yoyote. Kimataifa mapema tu
hata makundi yenyewe tunaweza tusifike. Kwa hiyo mimi rai yangu kwa viongozi wafanye usajili ambao unaueleweka, wachezaji walete, manake wavunje mikataba ya wachezaji, sio wakote wachezaji wamaliza muda wao, wameshashindwa, yani wameshafeli huko, waje hapa ndo wajiunge mwana. Hao wachezaji hatuwataki saizi hizi timu zishavuka huko. Vunjeni mikataba ya wachezaji, leteni watu, wakija wanaingia kwenye kikosi moja kwa moja. Hiyo ndo rai yangu. Unataka chupuli? Chupuli hamna. Chupuli ndio hizi zinatutesa, tunakuwa tunashikilia roho tu muda wote. Dakika 90 washikilia roho, unazana kuishikilia roho dakika 90 mchezo ni. Ukifanya masiara manake na sisi tuna miili mikubwa, yani manake pressure, mara hapo sukari imepanda, kwa heli. Sasa timu ikutoelewa kwa sababu gani? Wasajili wachezaji manake wazuri. Hatutaki kushikilia roho. Umeshinda kigoli kimoja iko unaomba Mungu kisirudi. Hayo mambo sisi hatutaki. Tunataka Yanga inausukwa mpya. Yanga ambao manake kama ile ambao Nabi ambao waliokuja manake aliisuka. Ndio tunataka huyu kocha naye atusukie Yanga ile. Sasa viongozi watakiwa kuzembea. Tuende na wakati, muda mdogo, muda utoshi, ishe sababu, lakini tunaweza kufanya. Tusiwaige Simba. Simba timu wanayo. Yaani wao ni walisia, Simba timu wanayo, tusiwaige. Simba timu wanayo. Tusiwaige. Wao wanaweza wazako kasajili hata wachezaji wawili na wakaenda nao kwenye msimu wakafanya vizuri. Ila sisi pale tuna maingizo mengi ya kusajili. Kwa hiyo inatakiwa manake tuwe makini. Tusisajili kwa miemko. Kwa hiyo kwenye kusajili Simba wako vizuri. Timu wanayo. Timu sile pale. Maana nataka kuniambia kwamba scout ya Simba iko vizuri zaidi. Imefanya vizuri, simeonyesha dirisha dogo, tumeona kitu kilichotokea. Kwani kuna mtu ambaye manake hajui? Kuna mtu asiyojua kama Simba wana timu nzuri? Huo ndio kweli. Simba wana timu nzuri. Ile timu yao wanafanya kuboresha tu. Si timu yetu sio maboresho. Si timu yetu inatakiwa kutengenezwa upya. Huo ndio kweli. Wakienda kusema tufanye maboresho, hatuchukui kikombe chochote. Huo ndio halisia. Bwana, unawaambia nini mashabiki wa Simba na mashabiki wa Young Africans tunapokaribia ufunguzi wa ligi kuu ya NBC Premier League? Mimi mashabiki nataka tu niwaambie tu jamani, safari hii inatakiwa tubadilike, tuwe mashabiki ambao wa kisasa. Sio mashabiki wa kulopoka tu. Mradi kutaka si viwazi, si kutaka ujulikane. Tuwe tunazungumzia mpira. Kama timu lako unaona kabisa linafanya vibaya, sema. Si ushaelewa? Sio tu unaongea kwa sababu maana yake ni wewe ndo Yanga yangu, sio unaongea kwa sababu wewe ndo Simba yangu. Kama timu lako linafanya vibaya, sema. Utaposema unaiokoa timu yako. Ila ukiwa unaitetea wakati timu inafanya vibaya, uiokoi. Hiyo ndo rai yangu, na tujitokeze kwa wingi kuingia kwenye viwanja. Tumekuwa havivu, hasa si mashabiki wa Yanga. Hatuendi uwanjani, huo ndo ukweli. Bwana, mimi nikushukuru na nikutakia kila la heri. Asante.